banki maarufu sana au nini, nikwambie kitu kitakachokusaidia kwenye maisha ni Roho Mtakatifu. Tunaanza na moja. Sema pamoja nami, Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Luka 1:35. Sasa unaona huyu anasimama badala ya Yesu. Mimi nasimama badala ya Roho Mtakatifu. Haya, taendelea kutuangalia. Sema tena, Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akazaliwa na Bikira Mariamu. Uwezo wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu ikamshukia. Akamzaa Yesu. Namba 2. Sema, Yesu alishukiwa na Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji katika mto Yordani. Yesu alishukiwa na Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji katika mto Yordani. Marko sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 10. Sasa mtuangalie. Twende mto Yordani. Tutashuka kidogo wote. Tunainuka. Alipokuwa ameinuka kwenye mto, Roho Mtakatifu alimjia mfano wa njiwa akatua hapa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa kwenye maji mengi kwenye mto Yordani, mchungaji wetu amefika kwenye huo mto, akachota na maji ya mto Yordani akatuletea chuoni tukayaona. Kwa hiyo ni kitu cha kweli, wala sio vitu hivi. Haya, sasa tumsiki hiki. Ikiwa na wewe umebatizwa kwenye maji mengi, haujajazwa na Roho Mtakatifu, anza kuomba. Ikiwa Yesu baada ya kutoka tu kwenye mto Yordani, Roho Mtakatifu akamjia, anza kusema, Mungu na mimi nahitaji hicho kitu. Namba 3. Sema, Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu jangwani kuomba. Twende pamoja. Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu jangwani kuomba. Andika Mathayo 4 mstari wa 1 mpaka 11. Mathayo 4 mstari wa 1 mpaka 11, lakini pia andika Luka 4 mstari wa 1 mpaka 11. Luka 4 mstari wa 1 mpaka 11. Haya, tuangalie. Baada ya kutoka kwenye mto, akajazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akampeleka jangwani kuomba siku 40. Twende jangwani. Piga magoti hapa. Pata siku 40 zifike ndio tarudi hapa. Endelee kuomba. Kwa hiyo Yesu akapelekwa na Roho Mtakatifu jangwani kuomba. Nataka nikwambie, akafunga na kuomba siku 40. Chakula ni chakula, hatusikii maji. Kwa hiyo wengine wanasema inawezekana alikuwa anakunywa maji, ndio maana aliweza kuishi siku 40. Sasa nikwambie kweli, kwenye maombi Yesu alikuwa anazungumza na Mungu. Yesu alikuwa anazungumza na nani? Na Mungu. Na yale maombi ya siku 40 aliyaweza kwa sababu alikuwa anasaidiwa na Roho Mtakatifu. Ukiambiwa wewe omba hapa nusu saa bila msaada wa Mungu, nusu saa utaona kama saa nzima au masaa mawili. Ni kazi kubwa sana. Lakini akaomba Yesu siku 40 bila chakula. Sasa baada ya siku 40 kumalizika, Yesu akahisi njaa. Ibilisi akamwendea akamwambia hivi, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru hili
jambo usifanye iwe hivi. Anataka mtakatifu kabisa bwana. Mtakatifu kabisa inakuwaje bwana? Utumie mtakatifu wako mwana wa Mungu vibaya. Lakini akisaidiwa na Roho Mtakatifu akamwambia hivi, mtu hataishi kwa mkate tu, kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Akamshinda. Hakuishi hapo. Akamchukua Ibilisi, akamchukua Yesu, akampeleka kwenye mlima. Panda. Akampeleka kwenye mlima, akamwambia hivi, imesema kwenye Zaburi, jitupe chini, nitakuagizia malaika wakudake, usije ukajikwaa mguu wako. Yesu akisaidiwa na Roho Mtakatifu